Bwana Yesu asifiwe. Usikubali changamoto unaipitia imeze nafasi ulionayo. Imeze nafasi ulionayo. Usikubali changamoto unaipitia. Iwe ni changamoto juu ya huduma, iwe ni changamoto juu ya kazi, iwe ni changamoto juu ya ndoa. Hakikisha nafasi ambayo Mungu amekuweka ipo pale pale. Nataka nikwambie mtu wa Mungu kwamba hakuna muujiza wa kwenda Kanaani. Kwenda Kanaani, Mungu lazima atakupitisha bahari ya Shamu. Mungu lazima atakupitisha jangwani. Mungu lazima atakupitisha Yordani. Mungu anapokupitisha jangwani, lengo sio kukutesa, lengo ni kukutengeneza, lengo ni kukufundisha kwa ajili ya kesho. Mungu ili mtu awe mtumishi mkubwa kesho, lazima amwandae leo, lazima amtengeneze leo. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema hata wana wa Israeli wakafika bahari ya Shamu. Mungu bahari ya Shamu alikuwa anatengeneza ushuhuda, na ndio maana hata wale wapelelezi walipofika Yeriko, watu wa Yeriko wakasema tunamjua Mungu wenu, tunajua jinsi alivyokausha bahari ya Shamu kavuka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mahali ambapo Mungu anakupitisha, iwe ni pagumu namna gani, ujue kabisa hilo ni darasa, hiyo ni shule ambayo Mungu anakupitisha. Mungu anakuandaa kwa ajili ya kuwa mtumishi mkubwa kesho. Mungu atakupitisha changamoto, utakutana nazo changamoto, iwe ni kwenye huduma. Zipo changamoto za kusemwa, changamoto ya kusemwa, manake Mungu anakutengeneza kwa ajili ya utumishi mkubwa kesho. Kwa sababu tunapozungumzia huduma kukua, huduma inakuwa manake watu wanaongezeka. Kwa hiyo Mungu anaangalia kama watu wachache ndani yako juu ya maneno ambayo unasema, unasikia kukaa chini, unasikia kuacha kile ambacho ulikuwa unakifanya, manake bado Mungu lazima ifike mahali hata unasema unakutana na changamoto za maneno, ndani yako upati shida, ndani yako ujisikii tabu, ndani yako uachi huduma. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo changamoto ni fursa kwa ajili ya wewe kupiga hatua. Changamoto Mungu anatumia kuangalia na kukupima hali yako ya kiroho ikoje, kuangalia je, anaweza akakupeleka katika utumishi mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kumbuka nimesema kwamba hakuna Kanaani ya muujiza. Mungu lazima atakupitisha bahari ya Shamu. Mungu lazima atakupitisha jangwani. Mungu lazima atakupitisha Yordani. Yote hiyo kwa ajili ya kutengeneza. Yote hiyo kwa ajili ya kukupima. Yote hiyo kwa ajili ya kuangalia viwango vyako vya kiroho vikoje. Mungu akubariki sana.